United wamefanya maamuzi makubwa kwenye dirisha hili la usajili baada ya muda mrefu kutafuta suluhu kwenye eneo la katikati ya uwanja. Sasa Manchester wameamua kuwekeza kiasi cha pauni milioni 50 kuweza kukamilisha usajili wa kiungo chipukizi ambaye anaonekana ana nafasi ya kukua zaidi na kufanya vizuri. Huyu si mwingine bali ni Brazil Andrey Santos kutoka kwenye klabu ya soka ya Chelsea. Manchester rasmi wamefikia makubaliano na Chelsea kwa ajili ya kumsajili Andrey Santos kwa jumla ya pauni milioni 50 ambazo zinamhamisha kutoka darajani na kwenda Old Trafford. Malipo haya yamegawanyika katika sehemu mbili. Kwanza, pauni milioni 48 ni ada ya uhamisho wa mchezaji huyu, huku pauni milioni 2 ni ile ya nyongeza ya vipengele vile ambavyo ni Alson, na pia Chelsea wameweka kipengele cha 10% ya mauzo yake ya baadaye. Maana yake ni kwamba kama Manchester watamuuza siku zijazo, Chelsea atapata fedha kutokana na mauzo ya Santos kokote ambako atakuwa anakwenda. Hatua inayofuata kwa sasa kwa Santos ni kufanyiwa vipimo vya afya kabla ya kukamilisha uhamisho wake wa kujiunga na Manchester United. Andrey Santos ni nani? Huyu ni kiungo wa Kibrazil, kiungo wa kati ambaye ana sifa ya kucheza namba 6 au namba 8, kijana mwenye umri wa miaka 22 ambaye alianza kujijenga akiwa na klabu ya Vasco da Gama ya nyumbani kwao nchini Brazil, na alijiunga na Chelsea baada ya kufanya vizuri nchini Brazil. Alipofika darajani alionekana kati ya moja ya vipaji vikubwa vya baadaye kutoka Brazil, na baada ya kusajiliwa na Chelsea alipelekwa kwenye mikopo kadhaa ili kuweza kupata uzoefu zaidi. Nottingham Forest ulikuwa mkopo wake wa kwanza, lakini baadaye alikwenda Strasbourg ambao alikuwa ni mkopo mwingine, na msimu uliopita alicheza michezo 43 jumla akiwa na klabu ya soka ya Chelsea, akifunga magoli 3 na kutoa pasi 4 za mwisho kwa maana ya assist. Manchester wamemfuata kwa sababu gani au wanatafuta nini kwa kijana huyu? Kwanza, Manchester wanahitaji kujenga upya eneo la kiungo baada ya kuondoka kwa Casemiro ambaye alimaliza mkataba wake baada ya msimu kumalizika, lakini pia changamoto ya majeraha ya muda mrefu ya Manuel Ugarte yanawafanya Manchester kutafuta kiungo mwingine ambaye anaweza kuja kuziba eneo hilo na kuleta nguvu mpya katikati ya uwanja. Andrey Santos anaonekana kama sehemu ya mpango huo na mpango wa muda mrefu wa Manchester United. Kocha Michael Carrick anatarajia nini kutoka kwa kijana huyu? Chini ya mfumo wa Michael Carrick wanahitajika viungo ambao wana uwezo wa kufanya mambo mengi uwanjani. Kwanza, kushinda mipira, kwa maana ya kuweza kuishinda mipira ambayo wanapambana na wapinzani katikati ya uwanja. Santos ana uwezo mkubwa wa kukaba, kusoma mchezo na kupiga pasi, na pia ana uwezo wa kufanya mipambano japokuwa hana nguvu za kutosha. Manchester wanahitaji mchezaji anaweza kuisaidia timu ishinde rahisi na kupenya katikati. Lakini jambo la pili ni kusogeza mipira mbele kwa haraka. Moja ya matatizo ya Manchester msimu uliopita ilikuwa ni kuchelewa kufanya mashambulizi kutokana na uzito ambao Casemiro alikuwa anaanza kuupata. Santos ana uwezo wa kupokea mipira chini ya pressure na kuanzisha mashambulizi kwa kasi. Kwa pasi yake moja tu anaweza kufanya hivyo. Lakini tatu, Manchester wanahitaji kutoka kwake ni kuweza kuongeza nguvu kwenye eneo la kiungo na kurahisisha ubunifu. Carrick anataka timu yenye nguvu inayokimbia na kuweza kuwashinikiza wapinzani kwa maana ya kuwakandamiza. Umri mdogo unampa nafasi ya kukua zaidi katika mfumo wa Manchester kwa miaka mingi zaidi ambayo huenda ikaisaidia Manchester kufanya vizuri. Je, Andrey Santos atakwenda kuanza moja kwa moja kikosi cha Manchester? Hili ni swali gumu na ni swali muhimu. Ana kipaji kikubwa, lakini Manchester hawajamsajili kwa ajili ya leo tu, bali pia kwa miaka ijayo. Hii ni kwa mujibu wa taarifa nyingi kwamba ni plani ya muda mrefu. Anaweza kuanza taratibu kwa kujifunza mfumo wa Carrick, lakini pia akileta ushindani kwenye eneo la kiungo, na natarajiwa kwamba kuja kwa Ederson kutaongeza ubora zaidi katika kuiboresha safu ya kiungo ya Manchester United. Manchester wameamua kuwekeza kwenye kizazi kipya. Andrey Santos sio jina lililosajiliwa kwa ajili ya kutatua tatizo la wiki moja, bali ni mchezaji ambaye klabu inaamini anaweza kuwa sehemu ya kiungo kwa miaka kadhaa ijayo na kuiboresha Manchester. Ndio maana hata msimu uliopita walijaribu kumsajili, lakini swali linabaki moja. Je, Santos anaweza kuonyesha thamani ya paundi milioni 50 ambayo Manchester wanailipa?
na anaweza kuhandle pressure Manchester? Hili ni swali kubwa ambalo litajibiwa msimu mpya ambapo utakuwa umeanza. Huyu ni kiungo bwana mdogo ambaye anaweza kucheza maeneo zaidi ya 3 mpaka 4, lakini namba 6 na namba 8 ni namba ambazo anazimudu vizuri kuzicheza. Huenda huu ni ukao usajili wa pili wa Manchester. Baada ya Ederson anakuja Santos, na hawa wote ni wa Brazil, na Christopher Vivell amechangia kwa kiasi kikubwa kumsajili bwana mdogo huyo wa miaka 22. Vivell ndiye alimsajili Santos kutoka Vasco da Gama na kumpeleka kwenye klabu ya soka ya Chelsea, na mara hii anamtoa Chelsea na kumpeleka Manchester United. Kwa miaka hivi karibuni United imepata bahati mbaya kumchukua mtu kama Mason Mount kutoka Chelsea ambaye hajawahi kufanya vizuri sana, lakini Manchester iliwahi kumpata moja kati ya viungo bora kabisa, Nemanja Matic, ambaye alikuja kuifanyia vizuri United akitokea Chelsea. Hal kadhalika Juan Mata ni nyota mwingine ambaye alitoka Chelsea akaja akafanya vizuri na klabu ya soka ya Manchester United. Hivyo usajili wa bwana mdogo kutoka Chelsea Santos huenda ukawa na mitazamo tofauti, na anaweza kawa sio jina ambalo wapenzi wengi wa Manchester walikuwa wanalitazama, lakini huyu ni kijana ambaye ana uwezo wa kukua zaidi na kufanya vizuri zaidi, na gharama yake sio kubwa kama ambavyo walikuwa wanaweza kusajiliwa wengine ambao ni paundi milioni 80 kuendelea mbele. Lakini naelezwa sasa usajili huu unaweza pia ukapunguza mipango ya Manchester kwenda kuleta kiungo mwingine wa zaidi, kwa sababu kama Ederson tayari anasajiliwa kukamilisha usajili wake na Santos anakamilisha usajili wake baada ya vipimo, tafsiri yake Manchester itakuwa tayari na viungo wapya wawili raia wa Brazil. Ukimwongeza na Kobbie Mainoo, ina maana tayari una viungo watatu. Hivyo huenda swala la kiungo likaishia hapa, japo vyanzo vingine vinasema huenda Manchester wakaendelea kutafuta kiungo mwingine zaidi wa ziada ambaye atakuja kufanya kazi ya kuiboresha timu katika eneo la kati. Hili ni jambo la kusubiri kwa sababu dirisha lenyewe limekuwa na mambo mengi zaidi magumu, lakini uhamisho huu wa kijana ambaye anakuja kwa paundi milioni 50, tafsiri yake ni kwamba Manchester wanaanza kujiandaa na shughuli pevu, na tukifahamu tayari pre-season itakuwa inaanza rasmi kesho siku ya Alhamisi, ambako Manchester itakuwa inaanza kujiandaa na season ijayo, na wanatarajia kucheza michezo takriban 6 ya kujiandaa na msimu mpya ambao utakuja mwezi Agosti. Kwako wewe mshabiki wa Manchester, sijui usajili huu umechukua kiasi gani, lakini niambie, unamuona Santos anaweza kuja kubeba majukumu mazito ya Manchester, ama ndio tusubiri kuona ni kipaji ambacho kitabidi kichukue muda, ama ni kupigwa kwingine kama ambavyo tulipigwa kwa nyota kama Manuel Ugarte na Mason Mount ambao wameshindwa kuja kufanya vizuri ndani ya klabu ya Manchester. Tusubiri. Kama unafurahia taarifa na mambo muhimu kutoka hapa, usiache kusubscribe, kulike na kushare kupitia hapa United Insider.